na niruhusu kwa heshima na taadhima, na kuombeni kwa heshima na taadhima, sipendi kuiacha shughuli ikiwa katika hali hii, lakini mimi naelekea sasa hivi kwenye shughuli nyingine. Tena ninahitaji shughuli gani? Ya Said Uthman, mlezi wa Qadiria, wanamrehemu na visomo, na wametupigia simu wanatusubiri, na shughuli ni ya mtu mkubwa sana kama yule. Kufika tutakuja kukosa baraka bure, kufika na kuchelewa. Kwa hiyo sijui mtaniwia radhi meza kuu na waumini mahujaji na mahajati watarajiwa, lakini mimi na kitu kimoja ninakipenda nikifanya, alafu ndio kina ni athiri sana, nayo ni talbia. Na hii talbia ni sunna kwa wanaume kunyanyua sauti, wanawake chini, lakini nyanyueni sauti kidogo, maana kikisomwa hivi inaniumiza sana. Naisoma mwenyewe labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ndugu zanguni, kwanza kiprotoko tulizofundishwa tuweze kuwatambua meza kuu. Nianze na ndugu yangu mpenzi, sahiba wangu, pia shekhe yule anajificha, Mheshimiwa Hamid Hassan Chande, naibu waziri mali asili na utalii, mwenyekiti wetu Suleiman Muhammad Rashid, mzee wetu, mdhamini wetu bwana Ali Sheikh Ali Shaib Khamis, shekhe wa wilaya ya Ilala Sheikh Adam Mwenye Bingu, Sheikh Athmani Khamis, mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa wa Dar es Salaam na imamu Masjidi Mtoro, na viongozi wengine mliohudhuria hapa, Sheikh Haruna Nyumba na wengine ambao wametabaruku wameshaondoka. Nilikuwa na mengi ya kusema, lakini kwanza kabla ya kusema lolote nitoe shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya Khairat Hajj and Umrah Travel. Kuna dada mmoja alimpigia simu Sheikh Hamis Mataka na kunitaka mimi niwe mgeni rasmi hapa. Sikumjua. If you don't mind, mnaweza kusimama. Sikuwa nazungumza naye, baadaye nikampa msaidizi wangu, au hayupo? Asante sana mama, Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Amefanya kazi kubwa sana kunikumbusha, kwa sababu baada tu ya kupata uteuzi huu kazi nilizozikuta zilikuwa nyingi sana, kichwa kinauma na kwenda hiki na kile kaiki, kila kitu sawa. Kama mnavyojua, ukiingia kwenye kiti mara moja bila ya matayarisho. Kwa hiyo nilikuwa na kazi nyingi sana, na hii leo naozungumza hapa na shughuli ambayo mimi ndiyo msimamizi mkuu Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kuna maulidi leo hii na saizi mchana wa wageni washaanza kuingia, lakini kwa kuheshimu ibada ya hija, kwa kuheshimu mwaliko niliopata, imbidi nihudhurie. Na nikitoka hapa nitakuwa na safari kabla ya kwenda huko kwa mlezi Said Uthman, wanamrehemu kule Temeke. Tumechelewa lakini si sana, tutajitahidi kukimbizana ili na sisi tupate kufika huko. Maneno yangu yalikuwa mengi, lakini wanasema wataalamu, muqtada alhal hainiruhusu kusema sana, na inabidi mtu upime hali za watu. Kama sasa hawa watu ya hawa watu tunaozungumza nao kama wanaelekea kuchoka hivi, ndio tulizofundishwa katika semina za viongozi. Kwa hiyo unapima, unaona hawa watu sasa washapokea vocabulary yao imeshabeba vitu vingi, enough is enough. Kwa hiyo tende mahala nizungumze khairul kalam ma qalla, niseme maneno in short, na yale niliyokuwa nimeyapanga kuyasema niyafunike kwa sababu mengi yamekusha zungumzwa. Nizungumza kitu kimoja tu, nihimize hija.
kama alivyohimiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nikutakieni kila la kheri taasisi hii ya Khairat kuonesha kitu kikubwa kama hichi, na hii ndipo tunapodondoka. Watu wengi tunafanya kuhimizana ibada ya hija kama ni watu fulani. Ibada ya hija inatakiwa isimamiwe, ihimizwe kuanzia katika nyumbani kwako unapokaa, mtaani kwako, hata sokoni na maofisini, kwa sababu mpaka mnaona namba ya mahujaji imeshuka Tanzania ni kwa sababu watu hawafanyi kazi ya kuhimiza ibada hii. Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tufanyeni kazi, sio kazi tu peke yake tukaiachia taasisi fulani ndio ihimize watu kwenda hija. Ni wajibu hivyo. Kwa kutumia nafasi hii niliyopewa ya mkoa, mmenibadilisha fikra zangu hapa kuhakikisha kwamba Sheikh wa wilaya, simama wakuone pole bwana, naanza kukupa maelekezo ya kazi mbele za watu, bidi uvoitane ofisini, lakini tusaidiane kazi ya Mwenyezi Mungu. Tuna haja, tunataka tukacha. Nakushukuru kacha, asante, nakushukuru Sheikh. Tawaagiza mashekhe wote wa wilaya wa mkoa wa Dar es Salaam tuwe sasa uwe ndio mkoa mfano, ili hii waadhin fi nnas bil hajj tuitekeleze kwa vitendo, badala ya kuwa sasa tunasoma katika makaratasi kila siku. We need strategies and how to implement our strategies. Nitakaa nao mashekhe hawa wa wilaya, lazima mkoa ubadilike, tutoke kule tulipokuwa mwanzo. Mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa mama katika nchi. Wanataka kuona outcome ya wana Dar es Salaam na Uislamu na kwa jamii, nini kilichobadilika. La kwanza, mimi nakwenda na hili hija, tutakwenda mashekhe wa wilaya, nitashuka na mashekhe wa kata, kila wilaya tutakutana nayo na mashekhe wa kata, tuwape semina misikitini, pahimizwe ibada ya hija. Hawa mashekhe wa kata ndio wamiliki huku misikitini chini. Tatizo lingine tuliloliona, ibada ya hija inahimizwa siku za mwezi wa Ramadhani tu au siku za hija zikikaribia. Miezi ya kawaida mtu hainuki wala hawazi wala hafikiri. Kuna rafiki yangu moja mpenzi kabisa, siwezi kumtaja katika public, sijui kitu gani, watu wanaanza kupanda ndege, kwenda hija. Yeye ana rafiki yake ndo analeta pesa. Sasa does it make a sense? Sasa unajiuliza, ana alikuwa haelewi hivi vitu vyote huku nyuma, wala hafahamu tena rafiki yangu, lakini kama kuna uibilisi ambao watu ni mazoea kwamba ibada ya hija mpaka kisha Ramadhani. Sasa nataka kutoa tamko, na haya mimi nitazungumza zaidi kwa sababu vitu vingi vimeshazungumzwa na mashekhe, nisiwaboe watu. Mimi nitakwenda katika administration moja kwa moja. Ni hivi, tujitahidini tuwazindue watu kuhusu ibada ya hija kila siku, pasiwe na specific days ambazo ndio kwamba hiyo tu ndio kwamba watu kwa siku maalum. Hapana, kila siku, hata kesho. Sasa program zangu zinabadilika katika mji wa Dar es Salaam. Mashekhe wa wilaya, natoa maagizo hapa na mengine yatafuata kwa njia ya makaratasi. Sasa hutuba ziwe zina mfumo, ibada ya hija ipewe kipaumbele. Mwenyezi Mungu atujalie tujitahidi mwakani waondoke nusu ya Tanzania hapa katika ile kota tunaopewa kama 10,000 insha Allah, na hiyo kazi itafanyika. Nitaanza na wilaya ya Ilala ya kwako. Misikiti tutaomba mashekhe wa kata wazungumzie hija misikitini. Siku za Ijumaa kuna advantage moja, waumini wanakuwa na full concentration ya kusikiliza, unawapata pale. Sasa ukifanya research utakuja kugundua unaweza ukakaa miezi 6 hakuna msikiti unazungumza ibada ya hija, hakuna kabisa. Labda itokee makongamano kama haya. Sasa makongamano kama haya tuko watu wachache, inawafikiaje message? Ni mashekhe wengine inabidi wa sacrifice, waanze kwenda vijijini kwa nguvu zao,
wakafanya. Lakini ukiwatumia mashekhe wakata pakawa panazungumzwa hija kila kona, hija watu wataielewa. Mimi kila nimepanga vitu vingi, lakini sasa naona muda hauniruhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadukum la yadri ma yu'rid lahu. Maneno ya Mtume, fanyeni haraka kwenda hija, hujui kitu gani kinakupata kesho. Katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, anasema igtanim khamsan qabla khams, yaendee mambo matano, yakimbilie, yafanyie pupa kabla matano hayajakupata. Moja, tazungumza matatu sababu ya muda. Hayataka kabla mautik, hujui lini unakufa. Wa hadithi Ibn Abbas, wa ghinaka kabla faqrik, leo unazo pesa, kesho huna, na wakati si wa kwako, wakati ni wa Mwenyezi Mungu. Umefika wakati, usisubiri mimi kesho nitakwenda au mwakani. Na one of the disadvantages ya kuhairisha ibada ya hija, kwanza vitu kama hivi, afya yako kwanza, uhai wako, hilo ndio la kwanza. Uhai si mali yako, title deed ya uhai haunayo wewe, anayo Allah subhanahu wa ta'ala, uhai wako. Lakini sio hivyo tu, na ile faragha ya kupata muda pia si wa kwako. Lolote linaweza likakutokea, kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ikakushinda ibada ya hija. Kuna mwaka hapa ulitokea ugonjwa wa corona, si hatukwenda hija, tulilitegemea ugonjwa wa corona. Kuna nani alipigiwa simu na malaika yote kwamba next year kutakuja ugonjwa na mtakosa safari ya hija? Na je, mwaka ule ungekuwa umekuta mauti? Kwa hiyo mimi niseme khairul kalam ma qalla wa dalla. Nilikuwa na maneno mengi ya kusema, lakini kila nikitazama mass ya watu psychological inaniambia kwamba enough is enough. Useme kwa ufupi, watu wakuelewe. Tamko langu ndio hilo lililotoka katika mkoa wa Dar es Salaam. Program na mashekhe wa wilaya zitaanza immediately, soon as possible. Tutabadilisha formality ya mkoa, watu tutoke katika mambo ibada hizi za Mwenyezi Mungu, sisi ndio responsible kuzisimamia. And we need, na mabadiliko hayawezi kutokea kwa kuchekeana na kukuzoeana. Mji umenajua, kwa sababu nimezaliwa hapa, mtoto hapa mjini, kila kitu nakijua. Lazima mabadiliko yatokee. Watu unataka kufanya changes za mahala, lazima upambane kidogo na mambo fulani. Is the formula cannot be changed. Lazima utapambana, utasukuma, lakini inabidi usimame katika msimamo wa Allah subhanahu wa ta'ala. We need changes katika mji. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe tawfiki, tutasimamia haki za Waislamu, haki za jamii na mabadiliko inshallah. Baada ya kusema haya, kwa hiyo Sheikh wa wilaya, baada ya kusha shughuli za hadhara, tutakutana na sasa khutba za hija ziende. Lakini niseme kitu kimoja, tuungane watu wa mataasisi ya hija, tupendane watu wa taasisi za hija. Sisi lote jambo letu ni hili moja, tuko katika waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Inshallah nashukuru sana uongozi wa Khairat. Mwenyezi Mungu aibariki taasisi hii, Mwenyezi Mungu ainue taasisi hii. Taasisi bora, ina viongozi bora, inapendeza, viongozi wao wana nidhamu, wacheshi, wana heshima zote, watiifu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu azidi kuibariki na mahujaji wengi tutapata insha Allah. Baada ya kusema haya, nikutakieni kila la kheri, lakini niitakie shughuli hii niseme kwamba nimezindua rasmi semina ya Khairati kwa mwaka huu. Na niruhusu kwa heshima na taadhima, na kuombeni kwa heshima na taadhima, sipendi kuiacha shughuli ikiwa katika hali hii, lakini mimi naelekea sasa hivi kwenye shughuli nyingine. Tena ninahitaji shughuli gani? Ya Said Uthman, mlezi wa Qadiria, wanamrehemu na visomo, na wametupigia simu wanatusubiri, na shughuli ni ya mtu mkubwa sana kama yule. Kufika tutakuja kukosa baraka bure, kufika na kuchelewa. Kwa hiyo sijui mtaniwia radhi, meza kuu
na waumini mahujaji na mahajati watarajiwa, lakini mimi na kitu kimoja ninakipenda nikifanya alafu ndio kina ni athiri sana, nayo ni talbia. Na hii talbia ni sunna kwa wanaume kunyanyua sauti, wanawake chini, lakini nyanyueni sauti kidogo, maana kikisomwa hii mimi inaniumiza sana. Naisoma mwenyewe labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Asante. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Sheikh Abdallah Haruna Nyumba, cheti chako pokea kwa kazi nzuri ya dini na unaifanya. Sheikh Musa Ahmed Juma kwa niaba na namchukulia. Allahu Akbar. Shola Sheikh Abubakari Makame Faki, tafadhali. Kazi kubwa umefanya ya dini, mahujaji wanathamini mchango wako. Hajati Dr. Cheusiku Jumbe Darwesh, tafadhali. Umewasimamia afya za mahujaji. Abbas Ramadhan Abbas, Shekhe, kwa heshima kubwa umesikiliza mikakati ya shoo mkoa, umesikia heshima hiyo na mikakati yake na maono yake katika mkoa wa Dar es Salaam, tunampa cheti cha heshima. Naam, mmemsikia shehe wetu, mikakati yake, maono yake. Kutokana na hayo yote, taasisi ya Khairati imempa cheti cha heshima. Wasome nashidi wakati anaondoka. Wasome nashidi wakati shia anaondoka. aliyounganisha Anzarina muhajirina wakaigarisha Madina aliyounganisha Alabaya huyo. Kuna watu ukiona unajua hawa akina Mia. Lakini wewe maneno mengi. Sameni maneno mengi.
wewe na usikundi ile katingia ile. Atakiwa wewe na ule kundi moja. Wewe na ule kundi ile.